madeni, nchi ilikuwa na madeni. Lakini wakati Mkapa anaingia madarakani, amekuta na yeye nchi na yeye ina deni, tuko kwenye deni ambao lilikuwa almost trilioni 9.95 za Tanzania, deni ambalo si lake lakini limetoka kwa warithi wake. Ndivyo nchi inavyoendeshwa. Anapokopa hakopi mtu, inakopa nchi. Kwa hiyo kumwataki mheshimiwa rais, Mheshimiwa Job Ndugai alisema kabisa, mama juzi amekopa 1.3 trillion. Hiyo ni kupersonalize issue. You don't personalize issues in the issues regarding the country. Inakopa nchi, italipa nchi, itadaiwa nchi na sio mama. Kwa hiyo mimi nikafuatilia tena wakati Kikwete anaingia madarakani. Kuanzia 2005 mpaka 2015 Tanzania kulikuwa na deni lililokuwepo external debt la kutokea nje, ilikuwa ni trilioni 33.3 ambao limetokea kwa Mwinyi. Lakini haitoshi, wakati Magufuli anaingia madarakani kulikuwa na deni pia trilioni 56.15 ambao limetokea kule. Na siku Magufuli anaondoka, nimeangalia takwimu ya tarehe 18 Machi 2021 wakati Mheshimiwa Dr. Magufuli anafariki, ameacha deni liko trilioni 64.13 ameliacha hapa. Asamani, wakati Magufuli anafariki ameacha 56.15 kusahisha habari. Wakati Magufuli anafariki Machi ameacha 56.15 deni la nchi. Ndio siku anafariki trilioni. Sasa unakuja kumshangaa spika anasema hivi, mpaka sasa hivi deni la nchi ni trilioni 70, kana kwamba hizi trilioni 70 zimekopwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Anabebesha mama mzigo wote wa madeni kule ya nyuma, as if mama mwenyewe ndiye alikopa. This is not right. Sasa by March hii kufika mpaka Disemba hii, ukiangalia hata jumla ya deni ambayo serikali ya awamu ya 6 imekopa ni kidogo tu. Sasa ni kitu gani kilikuwa kinamfanya Mheshimiwa Spika kwanza ang'ang'ane kumbebesha mama madeni yote ya trilioni 70 wakati ni mtiririko wa madeni kutokea mwanzoni? Kitu gani kilikuwa kinamfanya Spika asikatae huu mkopo ulipofika bungeni? Kitu gani kimemfanya Mheshimiwa Spika, bosi wangu, asizungumze kwa habari ya kudinai mkopo kwenye kamati kuu au kwa njia nyingine? Mimi naweza kunote jambo la kwanza ambalo mimi na note. Bahati mbaya sana wenzangu wanapenda kusema uongo. Mimi wasisemi uongo. Nasema siku zote ukweli ni kama kisu cha daktari chenye lengo la kupasua na kuleta tiba. Uongo ni sawasawa na dawa ya kuondoa maumivu inayokuondolea maumivu kwa muda, baadaye unakufa polepole. Truth is God. When you say the truth sets you free. Kweli na kuweka huru. Kwa hiyo mimi naanza kunoti nia ya Mheshimiwa Spika haikuwa nzuri. Jambo lingine ambalo alisema ambalo ni very astonishing, akasema kwamba ni nyinyi wenyewe kama 2025 mtaamua kuleta mwingine, sawa. Anawezaje mkuu wa muhimili kama Spika na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kusema 2025 mlete mwingine, wakati anajua mira ya Chama cha Mapinduzi, rais akipitishwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea huwa tunafanya miaka 5. Spika anawezaje kusema hivyo? Inanipa picha kwamba Spika anaweza kuwa na mtu wake, Spika anaweza kuwa na anachowaza. Kwa hiyo mimi nimewaiteni ninyi kujaribu kupata tafasiri. Kwanza, tafasiri ya kwanza, kile kitendo cha mkuu wa muhimili kusema nchi itapigwa mnada. Ni nchi gani kwenye nchi zilizokopa imewahi kupigwa mnada? Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo hilo jambo kwanza ni la kugombanisha Mheshimiwa Rais na wananchi, kwa sababu wananchi wataona rais huyu tuliye naye anakopa mpaka ipo siku tutapigwa mnada. Mnada maana yake ni kwamba Dodoma shingapi, Mwanza shingapi. Wamekuja wa China na wa Korea na wa Japani na wa Amerika wanauliza Mbeya shingapi. Wananchi wanachonganishwa ili wamchukie rais wao, kwamba rais wao anakopa mpaka kiasi kwamba siku moja nchi itapigwa mnada. This is not acceptable. Bahati nzuri mimi huwa siogopi sura ya mtu.
Mtu anaweza kusema imekuwaje Askofu Gwajima unatoka leo unamtetea Mama Samia Suluhu Hassan? Mimi siogopi. Hata wakati wa Magufuli, unakumbuka kipindi cha Bashite wakati ananionea mimi rais alikuwa Magufuli, niliwatundika mpaka wakarudi nyuma, mpaka wakaacha walichokuwa wanafanya. Mimi I like truth. Truth is God. Sipendi kuonewa na sipendi kumwona mtu yeyote anaonewa katika uso wa nchi. Kwa hiyo kwa hili nasema si sawasawa Mheshimiwa Spika alivyofanya. Jambo lingine ambalo naliona ni kuonyesha kwamba deni la nchi limesababishwa na Mama Samia na kumfanya Mama Samia adhoofu. Ile bidii yake ya kutafuta fedha kushoto, kulia, magharibi, wapi itadhoofika, alafu atashindwa kuisaidia nchi. Kwa hiyo ni nia ovu. Na mimi kwa sababu ya nimedigest na nikafikiri kwamba kwa maneno haya na kwa usemi huu haijawahi kutokea mkuu wa muhimili akatoka wazi point blank anampinga rais wake na mwenyekiti wake wa chama. Ndugu zangu, ieleweke, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, spika sio lazima awe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mtu yoyote anaweza kuomba kama na sifa ya kuwa spika akawa spika bila kuwa na chama. Lakini spika wetu wa sasa Job Ndugai ameingia kwa Chama cha Mapinduzi, kwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo alipokuwa anapiga anampiga mwenyekiti wake, alipokuwa anapiga anampiga rais wake na mwenyekiti wake wa chama, na chama ambacho kimeunga serikali. Kwa hiyo mimi nawaza there's a fishy story. Mwanzoni alipozungumza mimi niona kama hoja vile, niliona kama ni hoja, kwa sababu alikuwa anazungumza kwa nguvu vibrant. Nikamtumia na message nikamwambia this is Ndugai I know, kwamba Ndugai nayemjua ndio anasemaga. Nikamtumia this is Ndugai I know. Akaniambia mtani, naumwa, nimechanja lakini mimi naumwa. Nikamwambia mtani, hautakufa mpaka tumalize safari, maana yake tufike 2025. Unanielewa baada amesema maneno hayo tarehe 26 mwezi wa 12, tarehe 8 baada ya siku 9 baadaye anatoka tena kusema nimekosa sana, Mungu nisamehe, Watanzania mnisamehe. Come on, what kind of a person? Ni mkuu wa muhimili wa namna gani anaweza kusema jambo A mbele ya Tanzania yote alafu baada ya siku 9 akalibadilisha? Je, tutamwaminije kwamba kuna mambo mengine atayabadilisha yawe kitu kingine na tutapata hasara kiasi gani? Kwa hiyo mimi namshauri yeye, natumia wanahabari kumshauri yeye, namshauri bosi wangu kwa unyenyekevu kabisa, hali ni mbaya, kwa sababu tayari kuna wanachama wa Chama cha Mapinduzi bungeni ambao tutaambatana mwenyekiti wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ndio mwenyekiti wetu, kwa sababu spika ni kaka yetu, kwa maana kwamba ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kama sisi, na amechaguliwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa spika. Kwa hiyo wabunge wataambatana na mama, atajikuta kwenye bunge pale anapwaya na nchi itapwaya na tutagawanyika makundi mawili. Na mshauri Mheshimiwa Spika Job Ndugai ajiuzuru na awaachie Watanzania wengine watakaomsapoti mama kuifanya hii kazi barabara, na ili mama ng'ae na nchi ng'ae na twende kule ambako tunatakiwa. Kwa hiyo ndio sababu nimewaita wanahabari, kwamba ni ushauri wangu